Oya, afadhali nimekuona hapa mwana. Nataka nikuulize kitu. Yule demu ulikutana naye pale jana, akakutambulisha kama ni bwana wake. Kweli wewe ni mtu wako yule? Au alikuwa anazingua? Mimi sio mwanamke wangu. Sijui unanielewa? Yaani sina mahusiano naye kabisa yani. Alafu ujue ile siku mwanangu mimi nilimind kinoma. Ukajifanya umechomoa kisu mbele ya demu wako, ukajikuta mwamba. Kwa hiyo mimi nilipokimbia ukachukua credit kibao, demu akaniona mimi mshamba kwamba mimi muoga. Mimi siku ile sio kwamba nilikuogopa. Ile siku nilimuepusha shetani tu. Ile siku nilimuepusha shetani tu. Sasa kwa unavyonijia kila siku kukutana na mimi njiani, usichukulie mimi mnyonge mwanangu. Yaani mimi sio mnyonge kabisa. Kwa sababu hujui nimetoka kwenye maisha gani hicho kipindi cha nyuma. Sijui unanielewa? Yaani maisha nilotoka nayo huko nyuma, sitaki ajirudie sasa hivi. Kwa sababu nimepitia mengi afu nimefanya mengi mabaya. Unanikolomea au sio? Yaani mimi nimekuuliza kiustaarabu tu badala ujibu, alafu mwisho wa siku unaanza kunifokea na kuniwakia yani. Unaona kama unaniweza yani. Oya wewe mtoto sikia mwanangu. Usiniongeleshe mimi kama hivyo yani. Kwa hiyo sasa nikuulize swali. Unapoongea ongea yani unabwata kama mtoto wa kike. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje? Wewe ulikuwa unatakaje? Yaani wewe mtoto mmoja unaniuliza mimi nasemaje? Oya, sawa mimi mtoto mdogo. Unatakaje? Yaani mimi nakusikilizia unatakaje? Au nivue shati? Oya wewe. Usinitafutie kesi sawa? Usitaki kabisa yani nirudie kwenye maisha ambayo nishatoka yani. Mshamba wewe. Ungejaribu kuyakanyaga uone. Afu nikuonyeshe nini kilichomtoa kanga manyoya. Hapa watu wadogo anachukulia baridi, mimi ananiweza. Dada samani. Niambie. Kwa majina naitwa Frank. Mtoto wa mbunge. Hakuna ashindwe Wa jimbo hili. Baba kanituma kwamba nitembee kila mtaa. Nikimwona raia yoyote nimsaidie matatizo yake madogo madogo na makubwa zaidi. Na unaponiona hapa na dola kwenye begi na gold moja. Kwa hiyo nazunguka mtaa mzima kuwasaidia. Kwa hiyo ninavyokuona una shida lakini sio sana. Kwa sababu mimi mwenyewe nimekuona mtoto I'm so cute. Oh my God. Mimi nitakusaidia kwa kila kitu. Yaani nitakuvesha, nitakulisha, nywele hizo utasuka. Kiufupi nimetokea kukupenda. Alafu kizingatia mimi mwenyewe mtoto mdogo pesa nyingi, utafurahi mchumba. Kuna watu na viatu jamani. Hivi mtoto wa mbunge, nikuulize swali. Babako hapokei mshahara? Shem, mambo vipi? Poa, niambie. Sasa mimi nilikuwa nakuja hapo nyumbani kwenu. Ila sasa shida yangu kubwa ilikuwa ni nionane na mdogo wako Bahati. Sijui yupo kanitia nizungumze naye hapa. Kwanza Bahati hayupo. Kingine, hivi wewe uogopi? Yaani unajiamini unakuja mpaka nyumbani kwa kile kilichotokea. Imagine baba ndo anatokea hapo. Sasa ukata kichwa wewe. Yaani ungejua baba anapokuchukia, yaani atamani akikuona. Yaani sijui atakufanya kitu gani. Yaani kwanza ni unapata ujasiri gani unakuja mpaka nyumbani? Ndio anatokea sasa hapo. Hivyo wewe unakuwa marehemu kabisa wewe. Mele, hebu tufanye kitu kimoja. Achana na hayo. Unajua hilo lilotokea. Mimi mwenyewe sikukusudia. Ni mama tu. Unajua mwanzo nilifanya kwa ajili ya kumsaidia mwanamke wangu tubaki wote. Lakini ya pili sikuelewa hata kilitokea nini. Yaani naona kama akili yangu ilikuwa imevurugwa hivi. Si labda mama yenu kuna kitu alinifanyia. Kwa sababu kila muda nilikuwa namuwaza yeye. Na sikujua yani imekuaje.
mpaka mama akaja akanichukua akanipeleka kwenye maombi. Mwisho wa siku ndo akili yangu ikarudi sawa, ila sio kama nilikuwa nafanya kwa kukusudia. Tufanye tu hayo kwamba mambo yameshapita, tusameheane. Anapokea everyday. Maana kwa ulivovaa ngikuangalia kuanzia juu mpaka chini na unavyojiita mtoto wa mbunge unanichosha. Au wenzetu hela zenu mkipokea mishahara mnapeleka wapi? Tatizo maskini na tantalira nyingi. Cha kwanza sifa tajiri huwa hatujioneshaji. Na unaona wakina GSM Mo Balesa babangu kote huko kawekeza. Na hela zake wanaweka benki. Hai kitu hivi labda nitume mimi mwanae niweke kwenye begi huko madola. Na unaona begi hili hata nikikufungulia kuna madola na gold 2 huko. Wewe mwenyewe utafurahi. Kwa hiyo mimi naona bora unipende tu mchumba kwa sababu utafurahia. Yaani kwa sababu mwanzoni nilikuwa na mchumba mmoja sema aliniumiza sana kwa sababu alinichepuka. Lakini nilimhudumia kila kitu. Mtoto alifurahi kwa na mimi. Kwa hiyo na wewe ukinipenda, mashallah. Nitakuhudumia kila kitu. Utafurahi au tujue utakuwa na mimi. Nipende tu. Tajiri Frank. Oh my. Aga. Au umekosa swaga mwenzetu, umekosa jinsi ya kuniingia. Sikiliza nikwambie. Cha msingi tafuta swaga nyingine. Kwa hiyo umenikosa. Au tafuta hela afu ndo unirudie. Naweza nikakufikiria. Wewe dada ushaanza kunibadilisha sukari. Cha muhimu tu nafikiri shemeji yangu, kama ndugu wako hayupo, basi nafikiri hata akirudi, maana mimi najaribu kumpigia simu zangu apokee, namtumia message ajibu. Akirudi basi naomba unisaidie kuzungumza naye. Mimi natamani sana nikae na mwanamke kama zamani. Unaweza kunisaidia hilo shemeji? Hivi wewe kwa akili zako kabisa unavyofikiria, mimi naweza nikatoka hapa nikaongea na mdogo wangu, umetembea na mama yangu, umetembea na mdogo wangu, yani wote umewachanganya. Alafu mimi nitoke hapa kwa akili zangu timamu nipate mdogo wangu naongee naye. Hivyo unaona na kuingia akilini hiyo? Au ungekuwa ungeweza? Nisikilize basi shemeji yangu. Naelewa una hasira, hata pia baba naelewa anapojisikia kwa kile kilichotokea. Hata ningekuwa mimi baba wa mtoto yule, lazima ningepanic na nini, ningekuwa na hasira kama hizo. Lakini kama nilivyokuelezea awali, sielewi hapa katikati kitu gani kilitokea kwa mama mpaka ikaanza kuendelea tena hii hali ambayo nilifanya mwanzo. Ila nikuombe tu shemeji yangu, tusahau basi aliyopita, tugange ajayo. Naomba tu nisamee na unisaidie kuzungumza na Bahati ili tuweze kurudiana. Kuhusiana na baba, mimi nitamtafuta baada ya kukubaliana na Bahati kukaa pamoja. Nitamtafuta baba, nitaongea naye kiutu uzima, au nitafuta wazee wenzake watakuja wamuelezee na nini. Sijafanya makusudi, shemu. Fanya basi hivyo. Mimi nampenda mdogo wako. Yaani unavyoona hivi nadialia na kuangalia kwa hivi. Nampenda mdogo wako na natamani turudiane. Nampenda mwanamke mwenye jina langu pia. Nakuomba shemeji yangu Meli. Fanya basi kitu. Bwana wewe, usinipotezee muda. Wewe kama una mambo yako, fanya mwenyewe kama unataka kushirikiana na mimi kwa kweli siwezi. Kwa hiyo naomba tu uniache. Wewe unajikuta nani? Unajikuta Zuchu, Ambaruti, Ludiva, Eti mimi sijui sinaanza kuwa na wewe. Kwanza umeanza kunichamba, umesema mavazi lovaa vula. Mimi kwambia matajiri si atujioneshaji. Mbona unakuwa mbishi dada? Mimi babangu mbunge, Alafu kingine usijikute keki. Mimi natembeaga na mafkeki, sio makeki kama wewe vitoto vidogo. Mimi azi yangu sio wewe, kwanza nitaka tu kustili. Mimi azi yangu kutembea na kina nani hao, kina Fina, wakina nani huyo Marekani Pipitida, wakina Nicki Minaj, Gigy Money, yani wale watu wakubwa wenye azijujua, wakina Nandy, Ambaruti, Ludiva. Mimi ndo azi yangu, sio wewe. Nitaka tu kustili dada yangu, najikuta kumbe mtu wenyewe ustiliki. Basi futika, mimi sitaki kuongea na wewe tena. Muda wangu kwanza wa kuongea umeisha. Muda ule ubaki kuongea Kiingereza. You know for everything. Nilijua tu, yani watoto wa Uswahilini siku zote mbwembwe nyingi, lakini matendo zilo. Eti mtoto wa mbunge. Watu wameona mtoto wa waziri, wewe nini mtoto wa mbunge? Muangalie kwanza na Jamani. Mtu wenyewe mgonjwa.
Kumbe hela zangu zingeisha bure. Ningepata tabu kuhudumia, sijui unamwletea Isugu au ndo mimba. Niachane nayo mtoto wa mbonge. Ngoja nimpigie dereva wangu aje kunifuata na V8 safi. Nichukue. Dereva. Pole sana rafiki yangu. Vipi, ulishamwambia kama una mimba yake? Hapana, sijamwambia yeye wala baba, na sitaki hata kumwambia, kwa sababu nikimwambia hiyo ndio itakuwa sababu ya kuwa na mimi, na kwa sasa hivi hata simpendi, sitamani hata kuwa naye. Lakini kumbuka yule ndo mwenye ujauzito wake. Sasa utafanya nini? Yaani hata sielewi rafiki yangu, japo kuna muda nawaza niitoe, kwa sababu siwezi kumzalia mwanaume ambaye amenichanganya mimi na mamangu mzazi. Hivi kweli una akili kweli wewe? Wewe ungetolewa hapa ungekuwa unaongea na mimi sasa hivi. Mawazo kama haya ni watu ambao hawajitambui. Hebu acha utoto basi. Asa Mili, unahisi mimi nitafanya nini? Aliyakuwa sasa hivi simpendi kabisa Bahati, alafu ndo nimebeba kiumbe chake. Yaani mimi sielewi, yaani nachanganyikiwa kabisa. Kwanza nimeogopa hadi kumwambia baba yangu, yaani sijui hata atanichukuliaje. Kusema ukweli mimi siwezi aisee, bora hata niitoe. Mimi nina wazo. Yule rafiki yako wa kiume Jezi, mtafute, mshawishi kila unavyoweza, ufanye naye mapenzi, alafu baada ya wiki moja mwambie una ujauzito wake. Mbona simple tu? Kifupi yeye ndo atakuwa baba wa mtoto huyu. Wow, good idea. Sasa hapa nampigia simu, namuuliza yuko wapi. Halo, Befuefu, uko wapi? Jamani, mi niko nyumbani hapa, nimekaa bored, sina hata mtu wa kupiga naye story. Nataka nije huko tupige story. Aya, sawa, nakuja. Kasemaje? Udugu. Ndio maana nakupendaga. Naenda huko huko. Kasema yupo nyumbani. Sasa kwa heri, tutaonana baadaye. Utanipa mrejesho. Usijali, imeisha hiyo. Malai ndio umeshamaliza kuoga? Mbona unafanya haraka sana? Nimeamua tu kuoga haraka. Fresh basi, ngoja nikupishe uvae maana mimi nitakuwa kwa nje. Sawa, lakini ngoja kwanza. Nitaka nikushauri kitu. Unaonaje ukaenda kuchukua hivyo vitu huko ukaja kupika hapa nyumbani kuliko kwenda kwa mantilie kula, maana naona muda tu unaenda. Maana nguo zingine zimechafuka. Da. Unajua unanichekesha sana Bahati. Sasa kwa hiyo kimi uko unapita huko barabarani. Hilo gari hukuliona mpaka likakumwagia matope au ilikuwaje? Maana kwa mtu mwingine kwa umri wako na una story unazokuja kunipa hapa ni vitu ambavyo vinachekesha sana. Hata mtoto mdogo hawezi kuwa kama wewe. Eti gari limekumwagia matope kweli? Amna, mimi niko tu natembea zangu. Mimi hata sijui limenimwagiaje. Maana mimi nilikuwa niko zangu yani pembezoni kabisa mwa barabara. Na mbele yangu ndio kulikuwa na matope na kibonde tu kidogo.
alafu gari lilikuwa nyuma, lilikuwa talijikasi sana, nikaona niruke kile kibonde ili lisinimwagikie matope. Ile naruka tu तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई, तेरी बातें तेरी हंसी लिख गया मुझ में तू ही तू, दिल की स्याही से तेरा नाम सांसों की कागज पर तुझ में ही मैं सिमट जाऊं।